Okay, bwana, karibu tena katika channel yetu hii pendwa kabisa. Wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification suni habari zetu zitakapokuwa hewani. Tupo na kaka wa Mwanakombo ambaye yupo kwenye pezi zito na mzee mmoja hivi. Je, tulisikia kaka kwamba Mwanakombo ameenda kwa yule mume wake, na we mwanzo uliwaambia kwamba hawezi kwenda. Ili limekajikaje? Huo ni uongo kwa sababu dada yangu bado yupo. Na kama nilivyokuwa nimekuja nikasema mlivyokuja nikasema kwamba sitegemei kutokana na yale ambayo yamefanyika, sitegemei dada kwamba atarudi kwa sababu yeye mwenyewe anajutia kitu ambacho amekifanya na alichokifanya kwa sababu toka mwanzo tulishasema kwamba alikosea, na kama amekosea alikuwa na mtu ambaye ni kama ni Firauni, ni shetani ambaye anaishi, kwa hiyo ambaye hana misingi yote ya dini, japokuwa sisi alikuja kutudanganya, alisema yeye ni Muislamu, lakini sidhani kama kuna Muislamu anayefanya maovu kama yale, Muislamu ambaye anamiliki pesa za shirikina. Kwa hiyo dadangu, kuhusu dadangu ni yupo na hajaondoka. Hicho ulichokisikia sio kweli. Unahisi labda kuwa mshirikina lakini pesa zipo? Kwani wewe kama shemeji unahitaji pesa au uhitaji pesa? Kwenye haya maisha pesa zinatumika sana, zina nafasi kubwa sana, lakini pesa hizo zisitutoe ufahamu kwamba kwa sababu pesa inahitajika ili uishi ukamsahau Allah, itakuwa unakosea sana, kwa sababu Mola wetu yupo, ndo aliotuumba, ndiye aliotupa pumzi. Kwa hiyo haya ni majaribu ambayo unaweza kupitia ukahisi labda kupata pesa kwa njia haramu inaweza ikakusaidia. Kwa hiyo tuangalie swali lako, umesema kwamba unataka pesa, kwamba kwa hiyo nataka pesa ndio, lakini pesa iwe ya halali isiwe ya haramu. Aliyekuwa shemeji yako na mnaita ni mwanaharamu, unahisi yani kwa nini wewe unamchukia? Kikubwa zaidi ambacho wewe kinasababisha mpaka umchukie aliyekuwa shemeji yako, unaweza kusema bwana, mimi hili ndo linanichukiza, ndo maana dada yangu Mwanakombo sitaki awe na mahusiano na yule jini, maana mnamuita kafiri kwa lugha nyingine. Kwa nini? Yani kipi ambacho naona hiki mimi sasa huu ni ushetani mkubwa? Na ambacho sijakipenda, ambacho sikipendi kutoka kwa, kwanza mimi simchukii yeye, nachukia kile kilichomo ndani yake, kwa sababu yule tayari ushetani umemwingia. Lakini sio kwamba ataishi vile, anaweza akaja akamkiri Mola wake, akaamini kama aliyokuwa anafanya ni mabaya, akarudi kwa Mungu, kwa sababu unaweza ukawa mwema sasa hivi lakini mwishoni ukawa muovu, au ukawa muovu kaja kuwa mwema. Yote kwa yote, lakini mpaka sasa bado yupo huko na anamsumbua sana dadangu, anamfuata, anataka warudiane, arudi kule. Sasa hatujui anachokitaka kutoka kwa dada ni nini, ni mahusiano ya mke na mume, au anachokitaka ni makafara yake yeye ambayo yapo huko. Kwa hiyo sisi kama ndugu, kwa sababu ile limeshajidhihirisha, yani wewe mpaka yamefika huku, yamejulikana kwamba ni mshirikina. Kwa hiyo ni kweli hivyo vitu, kwa sababu ushirikina ni siri, lakini ukiona vitu mpaka vinakuwa public, alafu kuna ushirikina ndani yake, kwamba kweli ni mshirikina. Unahisi kwamba labda dada yako ataweza kuvumilia, yani ataweza kuihendo nguvu ya pesa alionayo shemeji yako? Kwa sababu siku zote watu wa kike wanakwambia mwanaume awe na pesa. Sasa je, wewe unahisi dada yako ataweza kurudi na kuwa ana mahusiano na kijana tu wa kawaida ambaye hana pesa, akaishinda nguvu ya shemeji yako? Kweli unayesema shemeji yangu, sio shemeji yangu kwa sasa, kwa sababu talaka zimeshatoka, sio shemeji yangu. Kwa nini unamkana na mwanzo mlimpokea vizuri? Na tunaambiwa wewe ndio ulikuwa, yani wanasema wale machawa wa shemeji kipindi hicho unatamba, kwa kuwa alikuwa na magari, anakupa na gari kidogo na tamba hapa mjini. Kwa nini sasa hizi unasema sio shemeji, unamkana, yani unamkana live, unajisikia tu la? Ningekuomba kama kuna uwezekano ungerekebisha hiyo kauli, kwa sababu kusema uchawa, mimi sijawahi kuwa huko, na mimi toka mwanzo nilishasema kwamba mimi katika familia ni mtu pekee ambaye nilikuwa ninapinga hii ndoa. Nilipinga kwa sababu gani? Upatikanaji wake ulikuwa ni batili, ulikuwa ni haramu, kwa sababu wewe huwezi kutafuta mume mchumba kwenye mitandao ya kijamii, tena wewe ni mwanamke, kwa sababu dada yangu alikosea sana.
kwenda kwenye mitandao kujitangaza anatafuta mume. Ukienda ukishajitangaza, ndio maana hata kama unahitaji msaada, usijitangaze kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu watapitia pale pale kupitia changamoto yako, msaada wako ule, watakuingizia vitu vya ajabu. Na ndio maana dada yangu alipata mtu ambaye sio sahihi, mtu ambaye amejaa ukafiri, mtu ambaye amejaa shiriki. Ndo alimpata, kumbe yule mtu hataki ndoa, anataka mambo yake ya kishirikina yaende sawa. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii sio vizuri sana kuweka vitu vyako. Yaani unavyoweka vitu vyako kwenye mitandao ya kijamii uwe unaangalia, kwa sababu ushetani mkubwa sana upo kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu wahovyo sana wapo kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unavyoliweka hadharani, uchuje hilo jambo lina side effect ipi kwa upande wako wewe, kwa sababu kama yeye aliweka kwenye mitandao ya kijamii, tayari alishakuwa amekosea. Kwa hiyo kukosea ndio kule kumepelekea akapata mume asio sahihi. Kwa hiyo kwa swali lako uliuliza kwamba mimi nilikuwa labda mtu wa karibu na ukatumia kauli ya kwamba nilikuwa chawa. Hapana, mimi sijawahi kuwa hivyo toka mwanzo. Mimi nilikuwa ninapinga sana swala la dadangu yeye kutafuta mchumba kwenye mitandao ya kijamii. Unahisi Mwanakombo ni mtu mzima? Kosa unalosema wewe kwamba alitafuta mtu kwenye mitandao ya kijamii, kwani yes, ana uhuru kama mtu mzima wa kufanya kila anachokitaka? Uhuru upo, ndio maana hata alichokifanya tulipinga, lakini hakikusaidia kitu, kwa sababu yeye ni mtu mzima, ameshatimiza miaka 18 na abavu, yani ameshavuka kwa sheria zetu za nchi. Miaka 18 mtu mzima ambaye anakuwa tayari anaweza akatoa majukumu yake akafanya vyovyote. Kwa hiyo hakuingiliwa kwa maana ya kulazimishwa, ila aliingiliwa kwa maana ya kushauriwa, kwa sababu tulikuwa tunamshauri kwamba usifanye hivi, usifanye hivi. Kwa sababu hata kama ni mtu mzima yupo huru, lakini sisi tu pia kama ndugu tuna haki ya kutoa ushauri, lakini ushauri wetu uchukue au utupe, ushauri wetu unakuwepo. Kwa hiyo tulichokifanya tulikuwa tunafanya ushauri. Ni mtu mzima, hata leo hii akisema sisi yeye amesema hawezi kurudi, ila ikitokea anasema ndo tumeshindwa kabisa, amesema anataka kurudi, lakini najua kwa uwezo wake Mola haliwezi kutokea kwamba akasema anarudi, ila akitokea kwamba amesema anaenda, tutamwacha. Ni mtu mzima, lakini sisi tumeshamwambia madhara ambayo tayari ameshamkuta. Kama hivyo alikuwa anapigwa na vitu visivyoonekana, ni ushirikina na yule mwanaume tayari, na mmeshamoji, na mtu amesema yeye ni mganga wake, alipewa masharti. Kwa hiyo sisi vile vitu vimetufunulia kwamba pengine dua zetu tulizozifanya zinawafanya wabaya sasa waonekane wazi, wajionyeshe tu ubaya wao ujionyeshe dhahiri kabisa. Umesema huyo kwamba kwa kuwa anashiriki ushirikina ambao mnaita shiriki wenzetu wa sala, lakini mpaka sasa hizi habari zilizopo, nilishakwambia toka mwanzo kwamba Mwanakombo inasemekana tayari kashavutwa kwa jamaa. Wewe unapinga habari kwamba hajaenda kwa huyo mzee ambaye ameonekana anafanya vitu vya kishirikina. Je, hawajabahatika labda kupata mtoto yoyote yenyewe kama mashemeji mkadokezo? Maana tunamuona tu Mwanakombo ndio akaitangaza na amepata, sasa hizi ni amtake, labda hata ambapo kuna kija kinakuja huko duniani. Hilo swala ni gumu kulizungumzia kwa sababu ni dada yangu, lakini nitalizungumzia kwa kile ambacho ninaelewa, kwa sababu toka mwanzo nilishasema kwamba tunaomba kwa Mungu awe salama, awe amerudi bila kuwa na ujauzito kama ulivyosemea, kwa sababu kama atakuwa na ujauzito maana yake automatic pale tunakuwa tumeshaunganishwa, yani familia zimeunganishwa. Kwa hiyo kama itakuwa ipo hivyo hewa, tutapiga goti na kusema hewala, lakini tunaomba isiwe hivyo, kwa sababu tutakuwa tumeunganishwa na familia ya kifirauni. Bado mnakemea na kusema familia ya kifirauni kwa sababu kwa kudhani kwamba jamaa alikuwa na pesa nyingi sana, ndio mnaamini hivyo. Nataka turudi kwenye jamii ya kawaida. Kwa nini watu wengi huwa tunafikiria kwamba mtu yoyote mwenye mafanikio makubwa anatumia shirki au shirikina? Kwa nini watu tunaamini? Wengine wakiamini kwamba amejiunga Freemason, wengine wakisema amechukua pesa za waganga. Kwa nini tunaamini hivi? Ni kweli, kwa sababu wengi ambao hatuna pesa, nitumie neno la kwamba wengi wenye kipato cha chini tumekuwa tukifanya hivyo. Tukisema hivyo kwamba mtu yote aliyofanikiwa tunamnyoshia kidole na kusema kwamba
mchawi, Freemason, hivyo vitu na vitu kama hivyo. Lakini hayo yamekuwa ni kama tuhuma ambazo hazina ukweli, lakini we mwenyewe kwenye hili swala la Mwanakombo unaona kabisa mtu kajisema kabisa kwamba yeye anafanya hivi, yani yeye anafanyaje, ni mshirikina, mganga wake kajitokeza. Kwa hiyo hizi sio tuhuma wala hizi sio tetesi, ila hii ni uhalisia, kwa sababu mwanaume kasema, dada karudi na ushahidi, alikuwa anapigwa na vitu visivyoonekana. Sasa sisi tunaona, kwa sababu kama angekuwa anadanganya karudi na sikio kakatu. Sasa hayo yote kwamba anasema vitu visivyoonekana. Sasa tuseme labda kwamba dada yangu anamtetea mume wake kwamba labda alipigwa na mume wake, hatujui, lakini uhalisia uliopo ndo hivyo, mganga kajitokeza, yeye ndo alokochukua hizo pesa. Dada akarudi na ushahidi huo. Sasa sisi tutaishi na lipi? Tunaamini kwamba yanayozungumzwa yapo, sio kwamba ni kumchukia, ila ni kitu ambacho kipo. Na yeye dada ambaye ni Mwanakombo, labda kwa kadri mlivyojaribu kumshauri, msimamo wake upo upande upi kati ya kuliendeleza penzi au anarudi nyumbani? Maana tayari amerudi kama hivyo, hiyo kipo kipande na hicho kipande kingine hatujui kilipo. Je, yeye anasemaje? Yupo tayari kupigania ndoa yake au anabaki na msimamo wenu kama nyie kaka zake mmemshauri abaki tu nyumbani? Mpaka sasa hivi kwa kauli ambayo nitaitoa, pengine kauli inaweza kaja kupingana baadaye, kwa sababu yote kwa yote mimi sio muolewaji, kwa sababu anayeolewa ni yeye. Kwa hiyo mimi ni kaka tu. Kama kuna chochote ambacho nakijua mimi ni kwamba mpaka sasa yeye anasema kwamba hatorudi tena kwa mume wake, na mimi nikasema wala ni vizuri kwamba tayari talaka ndoa imevunjwa na nini hivyo. Kwa hiyo lazima akae eda hiyo miezi 6 ili kama chochote kitatokea awe huru kuolewa, kwa sababu mpaka sasa hivi kwa sheria na mila na desturi za dini yetu haruhusiwi kuolewa tena mpaka miezi 6. Akae eda miezi 6, ambapo kwa tamaduni zetu na sheria zetu ni kwamba kwa hiyo ndani ya miezi 6 kama kuna chochote, aidha kuna labda ujauzito, asije akapewa baba mwingine. Yani hayo sasa ni mambo ya dini, kwamba sitaki kuingilia, lakini lazima akae eda miezi 6. Baada ya hapo atakuwa huru, ila kwa sasa hivi bado milango yake imefungwa, japokuwa talaka imetoka, lakini milango yake imefungwa mpaka miezi 6 ndipo anaweza kuja kuolewa kama kuna mwanaume mwingine atakuwa amejitokeza au atakuwa amemuona mwenza wake mwingine ambaye atakuwa amelizia naye. Kwa hiyo alizopitia ni changamoto tu za kimaisha, ni changamoto za kidunia, na wengi anawakuta, kwa sababu yeye amekaa kidogo, hata mwezi mmoja miwili. Kuna watu wengine ambao wanaolewa leo, kesho wanaachika. Kwa hiyo pia hili nataka namwambia kila siku tukiwa wote, lakini pia sasa hivi namwambia nikiwa hapa kwamba alichopitia ajipe moyo, ajipige kifua, asijihisi ni mkosaji sana. Yeye hajakosa, na yeye sio wa kwanza kukosa, na hatakuwa wa mwisho kukosa. Kwa hiyo hivyo bwana, wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa. Bado tunaendelea na kaka wa Mwanakombo ambaye mambo mengi juu ya ndoa ya dada yake, ambayo dada yake amekutwa na ndoa yenye majanga baada ya kumuomba mtu, yani baada ya kutafuta mume mtandaoni. Tunajua sasa hivi wanaume wamekuwa ni nadra, wamekuwa almasi, wamekuwa madini, anatazungumzia diamond au madini ambayo yanatokea Katoro. Kwa hiyo wadada wamekuwa wakiwatafuta wanaume kwa hali na mali, kwa shari au halali, lakini Mwanakombo baada ya kumtafuta amepata mume ambaye akawa ni shida kwake. Naweza nikasema hivyo, ni shida kivipi? Kwa sababu ameenda kukutana na jumba la kifahari ambalo ndani yake lina mateso ya hali ya juu. Kaka anakuwa na msimamo mmoja tu, kwamba hataki dada yake aendeleze penzi kule, na huku dada naye anasema hatorudi. Lakini tunaendelea mahojiano na kaka kujua vingi. Majirani wakisema Mwanakombo tayari, mbona karudi kwa yule PDG? Lakini kaka akikataa kwamba hakuna sehemu ya kwenda, lazima abaki nyumbani miezi 6
na hawataki ndoa na huyo mzee. Mmejipanga vipi kama mzee atakuja kwa upande mwingine iza kuletea vurugu mitaani au nini? Mmejipanga vipi katika familia yenu, au kuwashtaki sehemu yoyote? Maana yule alikuwa ni mke na nyinyi mnadai lazima atoe talaka na kitu kama hicho. Nyinyi mmejipanga vipi? Kujipanga ni kwamba hakuna kitu cha kujipanga, kwa sababu hauwezi katika vitu ambavyo vipo huwezi kulazimisha ndoa. Ukikataliwa basi, kwa sababu hata mahakama hata wapi kama hawawezi kulazimisha mtu aishi sehemu ambayo yeye hataki. Kwa hiyo kama yeye tayari ameshaona mimi siwezi kuishi hapo, hakuna ambaye anaweza kumlazimisha kwamba aolewe. Kwa hiyo kinachofanyika pale ni kwamba hawezi kuleta vurugu yoyote, kwa sababu ndoa ni hiari ya mtu. Kama dadangu hayupo na ridhaa tena ya kuishi na wewe, ni basi. Kwa hiyo huwezi kulazimisha. Na labda kwenye upande wa wazazi wenu sasa, au wazazi hawapo, maana tujajua wazazi wao wana msimamo upi juu ya dada yenu, juu ya hilo swala ambalo bado linakuwa ni kinaga ambasi, wanaita sijui semaje, kimekaa tenge ya hawa wazazi wao wapo upande upi? Yaani wazazi wangu mimi, wazazi na wao pia wanaona kilichofanyika ni kitu cha ovyo, na wao wamefurahia binti baada ya kurudi, japokuwa hawana furaha ya kwamba kwa sababu amesharudi na majeraha, amerudi na huzuni, lakini wamefurahi kwamba amerudi salama, kwamba hajakufa, japokuwa sio salama sana, lakini hajakufa. Kwa hiyo hivyo kwamba familia tumependa amerudi akiwa salama, kwamba kwa maana ya kwamba ana hali bado anapumua, kwa sababu pengine tungekuja kuletewa mwili, pengine hata mwili tusinge kuja kuona. Unajua kwenye haya mambo yanayoendelea ni swala zito, sema ndio maana wanasema kwamba msiba ukiwa kwa jirani, ila ukiwa kwa jirani, au chizi akiwa kwa jirani anachekesha, ila akiwa nyumbani kwako anahuzunisha sana. Kwa hiyo wengine wanaweza wakalichukulia ni kawaida, lakini sio swala la kawaida. Hili swala ni zito sana. Bwana, hayo ni mahojiano ya kaka wa Mwanakombo baada ya ndoa ambayo aliingia nao na ikawa ni shida. Tunaweza tukamalizana hapo, lakini tutaendelea kumhoji yeye pia na watu wengine pale tutakaposikia tu habari zozote zinazoihusu hii familia. Naweza kusema chao mpaka wakati mwingine, na hapa kijana tutajua mbeleni mengi juu ya yeye kuhusu hizo shiriki anazozisema ambazo alikuwa nazo shemeji yake. Chao mpaka wakati mwingine.